Unaweza kukutana na mtu ambaye 5 years hajaenda kanisani. Yeah. Ukimuuliza anakuambia kanisa limeniumiza sana. Ni kweli. Kwa nini unafikiri? Ni kweli, unajua watu wengi, kanisa ni watu tu kama walivyo watu wengine. Na watu wale wale uliokuwa nao nyumbani ndo kanisa. Maana hao wanakuja kanisani, hao wanarudi. Na shetani hajawahi kuliacha kanisa kwa sababu hata Yuda alikuwa mwanafunzi wa Yesu kati ya wanafunzi 12. Tena sisi tunaamini kwa kusikia, lakini Yuda alikuwa na Yesu wanakula pamoja kwa kuona kabisa. Wanashiriki kila kitu pamoja, lakini bado alitoka yendo akamuumiza Yesu. Ndio. Kwa hiyo usaliti kanisani upo, shida kanisani zipo, matatizo yapo. Isipokuwa kitu kimoja tu kanisani ni kwamba kuna Roho Mtakatifu anayesaidia watu kuendelea kwa imara. Hilo ni tatizo ambalo mimi nimeliona pia makanisani. Niombe tu wa Kristo, sio wengine tumetoka kwenye dini nyingine tukaja, lakini kuna vitu vingine tunashuhudia hapana havijengi kanisa. Ni kweli mtu anasema ameumizwa. Watu wako kanisani. Biblia inasema shetani hujihudhurisha katikati ya wana wa nani? Wa Mungu. Yuko pale, mnabudu naye yupo. Naye anabudu, mkimba naye anaimba, mkiomba naye anaomba, mkinena kwa lugha yumo naye ananena kwa lugha. Kwa hata kunena kwa lugha haitishi. Shetani hatishiki na kunena kwako kwa lugha. Wakati mwingine atatumbukiza hata na ya kwake mwe mnanena hapo hapo bila nyie kujua. Maana kunena kwa lugha hakujaandikwa kwamba kama utofautishe kwamba hiki ni Kiingereza, hiki Kiswahili, hii ni lugha ya mbinguni, hii hapana. Ukinena unasema rema shandaraboka, mtu mwingine hajui, wala hiyo haijaandikwa. Hamna kitabu kinaandika lugha ya mbinguni. Kwa hiyo utajuaje ni ya mbinguni au sio? Na mnajikuta watu kama 2000, 5000 mnanena wote kwa pamoja. Unanielewa? Kwa hiyo huwezi kujua huyu anayenena ya halisi ni yupi. Sawa sawa? Aya, wakitoka hapo, kwa sababu huwezi kutofautisha, huwezi kumjaji mtu, lakini huwezi kujua nia ya mtu yokuepo hapo. Kwa hiyo yupo pale kama Mkristo, lakini kumbe yeye anakuja tu kwa ajili ya kubomoa. Anaangalia, anatafuta mchungaji kitu gani kafanya, nikaseme, muumini gani kafanya, nikakianike. Nini? Kwa sababu wewe jiulize maswali. Mambo ya kanisani, wapagani wanatoaga wapi? Kama sio watu wa kanisani wenyewe wanatoa huko. Kwa hiyo wako makanisani sio kwa sababu wamekuja kumwabudu Mungu, wako kwa sababu wamekuja kuliattack kanisa. Experience yako, ni changamoto gani hasa ambazo zinakwaza watu kanisani? Sio tu amekwazika kwa sababu ya hisia zake, lakini mpaka haendi kanisani for years, maana kuna shida sana. Shida iko. Tena shida iko, na nafikiri hilo leo umeuliza swali zuri. Hata mimi kwa maisha niliyopitia nilifika mahali nikasema kanisa no, inatosha. Lakini Mungu anakuambia hujafuata watu, umenifuata mimi. Kwa hiyo mtu akija kanisani asitegemee kabisa hata kwamba ati ndo salama 100%. Hakuna. Ni pale unaenda kutafuta Mungu, wewe peke yako ndio unaenda kumtafuta nani? Mungu. Utaumizwa tu. Na hatuwezi kusema eti nini kinasababisha watu waje. Vitu viko vingi, hatuwezi kuviorodhesha, viko vingi. Usengenyaji umo, fitina zimo, kutokuwa na upendo, chuki, nini, kila kitu kimo, kwa sababu shetani hujihudhurisha katikati ya wana wa Mungu. Na ubaya, huwezi kusoma sura ya mtu mbaya, ila Biblia inasema yeye aichunguzae mioyo aijua nia halisi ya moyo ulivyo. Nia ya mtu Mungu anajua kwa nini yuko hapa kanisani. Ndio. Na ndio maana, kwa sababu hakuja kwa nia kumtafuta Mungu, ni rahisi kukuataki wewe. Kwa lazima ujue kwa sababu nikija kanisani sio kwamba shetani hayuko hapa, yupo. Kwa ni namna ya kuenenda na kutembea na kumwambia Mungu akusaidie. Maandiko yanasema njia ni nyembamba. Jitahidini kuingia mlango ulio nini? Mwembamba. Njia ni nyembamba, nao wanayoipita ni wachache. Kwa hiyo ni ufalme wa Mungu ni kung'ang'ana tu. Wale waliovunjika moyo mimi naomba warudi tu kanisani, kwa sababu hata ukimwacha Mungu bado huku kwingine hakuna msaada wowote. Ni afadhali kanisani utachapo utalilia hapo kuliko kutoka kabisa kusema namwacha Mungu. Hapana. Mwache Yesu, kaa kanisani. Wakikuumiza, ukichoka ile kanisa umeumizwa, hama tu, hamia hata lingine. Maana mbinguni haziendi dini wala madhehebu. Hamia tu hata lingine, mwambie Mungu nisaidie. Na kwa experience yako, ulishawahi kuumizwa kanisani? Hiyo sio hadithi. Yaani ndio maisha tu tunaishi tu hivyo. Ulifanywa nini kanisani? No, siwezi kusema kwamba nilifanywa nini. Ila najua shetani yuko kwa ajili ya kuattack wana wa Mungu. Kwa hiyo ni kawaida. Lakini maandiko yanasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani,
ndipo mema yatakapokujilia. Kwa hiyo ng'ang'ana yangu ya kukaa kanisani ni kwa sababu nataka kumjua sana Mungu. Kwa hiyo ukianza kuorodhesha muumizo, kwa sababu unasali na watu, ndio kama nilivyokuambia wako, huwezi kusema ati kwa sababu huyu, ukisema vitu ni vingi havina hata msingi. Lakini kilichozidi yote ni ile neema ya kujua nguvu ya msalaba. Ndio maana niko kanisani mpaka leo. Hata kama watu wanainuka, nadhani kwa mitandao umeona tunatukanwa kila siku, lakini kwa sababu moja tu nipo kanisani, ni kwa sababu nimetambua nguvu ya neema ya msalaba. Basi siondoki. Hata kama nikiona dunia yote imetukana, dunia yote imedhalilisha. Mimi niliuliza mtu mmoja, unadhani kuna matusi kubwa sana tutatukana? Wengine wanapanga kabisa njama, acha tummalize huyu. Wanakaa wanapanga kabisa tutammaliza. Sasa tumdini, skendo kabisa tengenezwa. Lakini unakaa chini unajiuliza, aliyeniita ni Kristo peke yake ndo nilimjua. Halafu kwa mfano kama mimi, sio kwamba nilihubiriwa Yesu ni Bwana. Yesu alinitokea mwenyewe nikiwa na miaka 9 tu, nikiwa mdogo, hata sijui kupambanua mambo. Ndio. Kwa hiyo nikikumbuka ile siku Yesu aliponitokea, naendelea kubaki wapi? Kanisani. Naumia, lakini najua kabisa baada ya dhiki ni faraja. Nimwache Mungu, siku moja nitakufa, nitakutana na Mungu. Nibaki na Mungu, siku moja nitakufa, nitakutana na Mungu. Kipi kizuri? Wacha ning'ang'ane na Mungu. Yeah. Watu wengi kwenye jamii wanasema kwamba these Christian people always wanatuambia nilikutana na Mungu, nilikutana na Yesu, but they don't believe on it. Experience, feeling, ile ndo tit for tat. Ilikuwaje? Mimi nilipokuwa mdogo, naweza nikasema sijui nini. Mimi nilikuwa dini yangu, mimi nilikuwa Muislamu. Yes, I know that. Yeah, watu wote wanajua hilo. Lakini nikiwa na miaka 9 niliugua sana. Wazazi wangu walifanya bidii zote, lakini ilishindikana. Lakini siku moja nilikuwa katika hali ya kufa. Niliwaambia wazazi wangu, nimechoka. Nimechoka. Mungu nichukue. Maana nilikuwa na vidonda mwili mzima. Nilikuwa nikilala kama kwenye mkeka hivi kijijini kule. Ukiamka hizi ngozi imebaki kwenye nyama. Nyama hii imebaki kwenye mkeka au kwenye nguo. Hali ilikuwa mbaya. Ndio huo siku Yesu alinitokea, kaniambia maneno haya. Mimi ni Yesu, nimekuponya. Uwe mzima, amka ukanitumikie. Kwa hiyo nilikutana naye hivi. Sio kwamba najiulize swali, miaka 9 unaweza ukatamani mwanaume, kwamba nimebadilisha dini kwa sababu ya mwanaume? Sio kweli. Hakuna. Yes. Kwa hiyo ilikuwa ni hiyo tu ndo nikikumbuka nabaki na Yesu. Umenielewa? Ndio. Nabaki na nani? Yesu alipokufa akafufuka, kilichokuwa kinaendelea kutokea ni Yesu kuwatokea wanafunzi wake. Wakikaa hapa, huyu hapo. Kwa hiyo bado anaendelea kuwatokea watu wake vizuri sana. Ila inategemea kama ni kweli. Mimi ningekuwa ni uongo, ningerudi kwenye dini yangu. Dini, unajua ile dini yetu tunashika sheria sana. Hata wewe unajua. Tunasali asubuhi, unasali alfajiri, unasali saa ngapi? Mara 5 kwa siku. Na baba yangu alinifundisha kushika sheria vizuri sana. Kwa hiyo mimi hata Mungu nilimjua hata kabla sijaja huku, kwa sababu nilikuwa naishi kwenye Torati. Na nilishika Torati vizuri sana. Kasoro nilikuwa sijamjua tu Yesu basi. Kwa hiyo ninachoweza kusema, naongea kitu ambacho ni halisi na kipo. Yes. Na siache mtu mwingine kubisha, si shauri yake, kwani wote tulizaliwa siku moja. Au anataka mimi nifikirie anavyofikiria yeye, au niwaze anavyowaza. Haiwezekani. Ni kweli. Lakini hiki ninachokiongea mimi nimekupa tu mfano. Yesu angenitokea na miaka 18 huko, asema muongo, alipata mchumba kanisani. Sasa miaka 9. Miaka 9 ni mdogo. Yes, kwa hiyo kitu pekee ambacho mimi naweza kusema kwamba ni kweli Yesu anawatokea watu wake kabisa, hususan mimi wa kwanza. Kwa hiyo kama kuna mwingine naye anatafuta labda kiki anadanganya, nadhani ningekuwa nadanganya singedumu mpaka leo. Ni kweli. Lakini hata unajua kati ya waimbaji wamepigwa kwenye mitandao number 1. Lakini hongera kwa sababu bado umesimama. Na utaendelea. Yaani mimi hata univue nguo nianike pale, usikiri nitamwacha Mungu, hata simwachi Mungu. Yesu yeye mwenyewe aliangikwa msalabani uchi, akavuliwa nguo zote. Mimi ni kitu gani? Na nasema kama watatenda haya kwenye mti mbichi, yani yeye mwenyewe, itakuwaje kwenye mti mkavu ambao ni mwepesi hauna uimara? Kwa hiyo mimi ni mti mkavu tu, mwepesi hauna nini? Hauna uimara. Si ndio? Yaani sina chochote. Kwa hiyo ni rahisi mimi hata mtu kuniataki kunifanyia chochote. Nimelia machozi ya aina zote. Nimefika mahali imetosha.
nimebaki saa hii naangalia mbingu, namuuliza Mungu unasemaje? Mfano ili sakata langu la kugua Nairobi kupona, kila mtu anasema hawezi kuinuka tena, hawezi kuimba tena, na wanashangilia. Ukiangalia mle kwenye comment ni Wakristo wanaongea. Hawatukanaji Waislamu. Baadaye vizuri zaidi ni hao wanakuwa marafiki. Sasa lazima ujue mtu huyu leo mbaya, kesho anakuwa mzuri. Hata ule anasema naama kazi yangu sababu ameniataki, hawa watabadilika tu, watakuwa watu wazuri. Wewe usihame popote, usimwache Yesu kwa sababu ya watu. Yesu ni adimu, ni kitu ambacho uwezi ukakipata mahali popote. Yaani ile neema ya msalaba huwezi kuipata. Hiyo tu ndio inafanya ungangani na Yesu. Kama ile wimbo wako kamata pindo la Yesu. Yaani shikilia. Sikilia sawa sawa. Ndio. The Spirit Show.